Online TV. Nimeona namna ambavyo ulivyo mwepesi kwenye kutekeleza majukumu ya serikali au maelekezo ya serikali. Mheshimiwa Rais wetu kama champion ama kinara wa nishati safi ya kupikia nchini na Afrika na dunia kwa ujumla, alitoa katazo la kuondoa matumizi ya kuni kwenye maeneo ambako kuna pikwa zaidi ya watu 100. Wewe pamoja na wenzako umefanya kazi hiyo kwa haraka. Leo tunayo furaha kusema kuwa magereza 129 zote wamehama kwenye matumizi ya kuni, wanatumia nishati safi. Na kupongeza sana kwa wepesi huo. Na nikiwa waziri anayesimamia sekta ya nishati nchini, nataka niwaelekeze wakala wa nishati vijijini REA kwamba kuanzia leo ruzuku tuliyopanga kutoa kwa ajili ya watu wanaozalisha vifaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, kipaumbele cha kwanza kiwe magereza, kwa sababu wao wameonyesha mfano. Wapewe hizo fedha wazalishe ili tuweze kupata nishati safi ya kupikia kwa kasi kubwa. Na nimeona vile vile namna ambavyo kama unavyojitoa kwa ajili ya wengine, nimeona alama kubwa wahitimu wetu walioiacha hapa. Moyo huo usingeukuta mahali pengine. Nimezoea kuona mahali fulani mhitimu anapomaliza, mwingine huvunja kitasa kwa sababu ana hakika nimemaliza, hayanihusu. Ama mwingine huchora na kuchafua ukuta kwa kuandika majina yao. Wahitimu wa leo tofauti sana. Wao wamejinyima kidogo walichonacho. Wamechanga fedha zao milioni 7,700,000 kwa ajili ya kuwekeza kwenye miundombinu ya maji. Wamejenga mnara, wakaweka na tenki ili upatikanaji wa maji uweze kupatikana. Kamishna wa magereza, nakupongeza sana kwa kujenga hiyo spirit ya kwamba mahali popote ulipo, pawe pakubwa au padogo, ni muhimu kuacha alama. Uwe wito wetu kwetu sote kwamba mahali popote utakapokaa, iwe kwa muda mfupi au kwa muda mrefu, wale ulioishi nao watakukumbuka kwa jambo gani? Wahitimu hawa wa kozi namba 27 watakumbukwa wakati wote na wanataaluma na wanajamii wote wa chuo hiki. Watakapouona ule mnara, watakapoliona lile tenki, watakapoyaona yale maji yakitoka, watajua ni mchango wenu mliutoa kwa ajili ya kuweka alama. Mmeuthibitishia umma wa Watanzania na sisi wote tuliokuja hapa kwa Jeshi la Magereza ni chombo muhimu katika kujenga utamaduni na jamii yenye kujitegemea. Mmekizi vigezo vingi ninyi mliofundishwa na hata kustahili kupandishwa vyeo na mamlaka husika kuwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Magereza. Nataka nitoe pongezi pamoja na pongezi hizo, na niwakumbushe vile vile kuwa kupandishwa cheo ni kuongeza majukumu na wajibu. Haitoshi tu kuwa na cheo, maana yake ni kwamba majukumu yameongezeka. Hivyo ni mategemeo yetu sisi wote tuliokuja kuwashuhudia wakati mnasherehekea shughuli hii kuwa mmepanda cheo, basi ninyi mkawe chachu ya mabadiliko katika utendaji kazi na kuimarisha mshikamano ndani ya Jeshi la Magereza. Kupanda cheo kwenu ikawe chachu kwa wengine watamani kuhudhuria mafunzo haya. Kupanda cheo kwenu inatarajiwa mtakaporudi kazini, ufanisi mahali pa kazi uongezeke. Inatarajiwa kuwa wakati mtakaporudi kazini, mtawakuta wale mliowaacha, mtaongeza ushirikiano kwao. Tunatamani wote kuona kuwa mtakaporudi, basi kila mmoja mliyemwacha kule aseme kwa kweli mwenzetu amehitimu, na kwa kweli anaonekana kuanzia muonekano, haiba na tabia baada ya kukaa hapa kwa muda wa miezi 3. Kwa unyenyekevu naomba niwapongeze tena kwamba leo tunapohitimisha mafunzo haya tunawarudisha nyumbani, ama mnarudi nyumbani. Mnarudi kwenye vituo vyenu vya kazi. Mtakuta wakuu wenu wa kazi. Nendeni mkawasikilize. Mmepanda vyeo leo, mtakuta wale ambao mmewazidi vyeo. Mjue kwa wakati wote kujifunza kukomi. Hata kama wako watakaokuwa chini yenu, chukueni muda wa kuwasikiliza. Na wale mtakaopata nafasi ya kuwa viongozi kwenye ngazi yoyote, jueni kuwa walio chini yenu wanayo mawazo. Wasikilizeni kwa utulivu, waelekezeni kwa haki, watendeeni haki wakati wote walio chini yenu, na kamwe ajaye mbele yako aone haki kutoka machoni mwako, na akitoka kwako atoke mwenye furaha. Kawaadhibuni walio wavivu, lakini kawatieni moyo wanaofanya kazi. Mkifanya hivyo, mtalipa heshima Jeshi la Magereza, na mafunzo haya yatakuwa na maana sana kwa wengine, na wengine watamani kuja. Kujifunza, ndugu zangu, ni hatua moja. Kutumia maarifa mliojifunza ni hatua nyingine.
Hapa naomba nitoe rai, pamoja na kuhitimu mafunzo haya, muendelee kujifunza zaidi kielimu ili kutoka hapa mwende vyeo vya juu zaidi. Maelekezo ya serikali kuhusu matumizi ya nishati safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, magereza yote yameachana na matumizi ya kuni kwa ajili ya kupikia chakula cha wafungwa na sasa yanatumia nishati safi ikiwemo gesi asilia, biogesi, mkaa mbadala yani rafiki briquettes, lakini pia kuni poa kwa maana ya mkaa poa. Jeshi litaendelea kuimarisha matumizi ya nishati safi magerezani, ikiwa ni pamoja na kutenga fedha kila mwaka katika bajeti ya jeshi. Vile vile tunatarajia kununua mashine jumla 61 kwa fedha za ruzuku kutoka wakala wa nishati vijijini REA kwa ajili ya kutengeneza mkaa mbadala. Hatua hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, itasaidia upatikanaji wa nishati hiyo kwa wakati, lakini kupunguza gharama za ununuzi kutoka maeneo mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo unayokwenda kuyahitimisha hivi punde ni mafunzo ya uongozi wa juu ndani ya Jeshi la Magereza. Maafisa wanaohitimu leo watapangwa kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwepo kupewa dhamana ya kuongoza na hivyo kuimarisha safu ya uongozi katika maeneo watakayopangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nitumie fursa hii kuwapongeza wahitimu wote kwa kuhudhuria na kuhitimu mafunzo haya salama. Ni matarajio ya serikali na jeshi kwamba mafunzo mliowapata ninyi wahitimu yataongeza chachu ya utendaji kazi, hivyo kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ambayo mtapangiwa. Kuwa Wizara yetu ya Mambo ya Ndani ya Nchi itasimamia kwa karibu utekelezaji wa maelekezo yote yaliyotolewa na tume hii ili kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imetenga fedha kwa ajili ya kuunganisha mpango wa taifa katika vituo 90 vya magereza hapa nchini. Lengo lake, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuboresha mawasiliano na utendaji kazi, lakini itasaidia sana kuongeza ufanisi katika mahakama mtandao na upatikanaji wa haki kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimpongeze Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Yoram Katungu kwa kuweza kusimamia vyema majukumu ya Jeshi la Magereza kama tunavyojionea katika maeneo mbalimbali. Pamoja na mambo mengine aliyoyafanya hivi karibuni, serikali ilitoa katazo la matumizi ya kuni na mkaa katika kuandaa chakula cha wafungwa, na Jeshi la Magereza limeweza kutekeleza agizo hili kwa 100%, tena kwa wakati. Hivi sasa vituo vyote vya magereza vinatumia nishati safi ya kupikia. Hongera sana Kamishna Jenerali na timu yako nzima. Taaluma ya urejeshaji Tanzania ni chuo ambacho kilianzishwa mwaka 1959 kwa ajili ya kutoa mafunzo ya uongozi ngazi ya juu na uongozi daraja la pili kwa maafisa wa Jeshi la Magereza. Mafunzo ya uongozi ngazi ya juu namba 27 ya mwaka 2024 ambayo utayafunga leo yalianza rasmi tarehe 30 Novemba mwaka 2024 ukiwa na idadi ya wanafunzi 203. Hata hivyo, mwanafunzi mmoja namba 64 Zablon Joel ya Makili alifariki dunia kwa ugonjwa. Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema roho yake. Amin. Hivyo idadi ya wahitimu leo ni 202, kati yao wanaume ni 157 na wanawake ni 45. Aidha, miongoni mwa wanafunzi waliohudhuria mafunzo hayo wapo maafisa 10 kutoka vyuo vya mafunzo Zanzibar. Chuo hiki kikiwa na ushirikiano wa muda mrefu na vyuo vya mafunzo Zanzibar, ikiwa ni mkakati wa kuimarisha mashirikiano na kuboresha mafunzo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ya uongozi ngazi ya juu yamegawanyika katika sehemu kuu 3: mafunzo ya darasani, mafunzo ya vitendo na mafunzo ya medani, ambayo yametekelezwa kwa kuwapatia maarifa mbalimbali kutoka kwa wakufunzi wa ndani na nje ya jeshi. Wanafunzi walipata kushiriki mihadhara iliyoendeshwa na wataalamu wabobezi
kutoka ndani na nje ya jeshi, lengo likiwa ni kuwapatia ujuzi, maarifa na uzoefu zaidi utakaoleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao.